na njia ya baraka kwa sababu ya kuungana na wewe katika ibada, na tunakuta ya kwamba tunabarikiwa basi kwa sababu ya utukufu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nitumie ujumbe wako, unifahamishe unanitazama kutoka wapi, na tutaweza kubarikiwa. Basi tuingie katika maombi tunapoenda kuingia kwa neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu, Mfalme wa falme, ninakuabudu na ninakuinua. Asante ni kwa ajili ya ibada hii ya siku ya leo. Bwana, nakabidhi kila mmoja mikononi mwako. Nainuka kinyume na kila ibada zote za giza, ufalme wote wa Freemason, Devil Worshippers, Illuminati, Mason, Kitembo, kila wakuu wote wa anga. Baba, ninatangaza kila anga za kuzimu zikapata moto katika jina la Yesu. Natuma moto kwa anga, natuma moto katika madhabahu ya bahari, natuma moto kila sehemu zote Bwana. Madhabahu ya giza yanayoinuliwa, natangaza hayana uwezo na hayana mamlaka. Baba, ninainua hata taifa letu la Kenya mikononi mwako. Jehova Jiro, ukasimame Bwana. Tunakataa kila roho ya ukabila, tunakataa kila roho yote ya aina yote ya uchochezi katika jina la Yesu. Tunakataa kila kifo Bwana ya mapema katika jina la Yesu. Mwagikaji wa damu katika taifa letu Bwana tunapinga katika jina la Yesu. Bwana, nabariki neno hili tunapoenda kushiriki. Jehova, ukapata kunena nasi kwa njia Bwana na kwa njia kubwa katika jina la Yesu Kristo Mfalme. Nabariki walio Kenya na hata wote walio nje ya Kenya. Bwana, nena na mioyo yao, nami Bwana ukanitumie kama chombo kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Amen. Amen. Basi karibu sana tukaweze kupata kubarikiwa siku ya leo. Nataka tukaweze kubarikiwa pamoja kwenye ibada hii. Wote ambao mnajiunga nasi, basi ni kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry, na anayekuja katika kipindi hiki cha Voice of Altar basi ni Apostle Daniel GM. Ningependa tuingie kwa neno ambapo nataka kuongea kuhusu mapigo ya ulimi on part 2. Mapigo ya ulimi katika awamu ya pili. Basi tuende pale katika kitabu kile cha Mwenyezi Mungu. Tuanzie pale katika kitabu cha Psalms chapter number 10 verse number 7. Psalms chapter number 10 and verse number 7. Fungua nawe hapo nyumbani Biblia yako, hapo kazini, popote pale ulipo, fungua Biblia yako ili tupate kuandamana pamoja hadi pale tamati. Basi Biblia inasema hivi, verse number 7. Kinywa chake kimejaa laana, udanganyifu na dhuluma. Mwepesi kusema maneno ya kuchukiza na maovu. Kinywa chake kimejaa laana na dhuluma. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kuna vinywa ambavyo vimejaa laana na vimejaa udanganyifu pamoja na dhuluma. Basi hizi vinywa ambao zimejaa na hizo laana ama hizo dhuluma ama hizo kukosa uaminifu, basi uelewe ya kwamba hizo vinywa ziko katikati zetu. Na kuna watu ambao wamepiwa na hiyo laana. Kuna watu ambao wamepiwa na hiyo dhuluma. Kuna watu ambao wamepiwa na hiyo udanganyifu kwa sababu ya vinywa ambazo ni za watu waovu. Katika maisha tunakutana na watu aina tofauti. I remember kuna mwalimu mmoja alikuwa anapenda kuita watoto ng'ombe. Huyo mwalimu alikuwa anapenda tu because nilikuwa hiyo shule. Ulikuwa unakuta tu anakuja anasema nyinyi ng'ombe. So unakuta kwamba hata watoto hawashiki shule. Actually sikuona hata siku moja mtoto ametoka kwa hiyo shule akienda katika shule cha upili kinachofaa. Bwana asifiwe sana. Maana hakuna mtu alikuwa anapata marks zaidi ya 350 on that in our time. Maana mimi nilifanya mtihani hiyo ya 500. So hakukuwa na ule kwamba mtoto anapita na marks 350. Yule alikuwa anajaribu sana ni 200. Akienda sana kabisa ile mpaka tunasema sasa hii shule yetu imepita ni 312. Nashukuru Mungu maana sikumalizia pale, mimi nilikuja nikaama hapo. So sasa wakati nimekuja kuingia katika Injili ndio nimeelewa ya kwamba kila neno liko na mamlaka
katika chini ya jua na katika anga ya mtu. Ndiposa Yesu anapopita anapatana na mti, na ule mti anapotazamia kupata matunda hapo, basi anakuta ya kwamba mti ule hauna matunda. Na Yesu akatumia kinywa akasema, mti huu na usisae tena, na mti ule haukusaa tena. Kwa hivyo kilichopiga mti ule ni nini? Hicho ni kinywa cha Yesu Kristo, ndicho kiliweza kupiga mti ule au kusaa tena. Basi kuna watu ambao mumepigwa kama hiyo miti. Watu waliwaonea kijicho na wakawapiga na maneno ya ulimi, wakawapiga na madhara ya ulimi. Ndiposa maandiko yanasema kwamba kinywa chao kimejaa laana, udanganyifu na dhuluma, mwepesi kusema maneno ya kuchukisha maovu. Kwa hivyo kuna watu ambao ni waepesi kwa kunena maneno ambao ni ya kuumiza. Kuna watu ambao ni very easy to speak negative words, na usipoelewa utakuta ya kwamba yale maneno yatakufunga. Na iwapo mtu atanena maneno ambao ni ya kukupiga, hauhitaji kurudisha na kupiga, maana the moment utarudisha na kupiga, basi mtapiga na wenyewe. Lakini wakati ambapo atakaponena neno ambalo ni la kupiga, basi ulibadilishe hilo. Kama amesema wewe una akili, basi nenda niko na akili. Akisema uwezi endelea, na wewe sema nitaendelea. Akisema utaolewa, sema nitaolewa. Akisema utaoa, sema nitaoga. Akisema utafanikiwa, sema nitafanikiwa. Akisema utasoma, sema nitasoma. Yani you change that words. And that's why wakati Yesu Kristo anapofufuka anakutana na Petro. Maana Petro alikuwa amemkataa Yesu. Wakati wanapokutana naye, basi Petro anapokutana na Yesu, Yesu anamuuliza, "Je, Petro unanipenda?" Ni nini kile ambacho alikuwa anahitaji kufanya Yesu Kristo kwake? Ni kwamba anataka kubadilisha yale maneno ambao Petro alimkataa, basi apate kumkubali ili wakapate kusonga mbele katika injili ama katika yale mambo ambao Mungu alikuwa amekusudia kutenda kwa mikono ya Yesu Kristo. Basi kuna watu ambao mnanitazama katika kipindi hiki ambacho mumepigwa na madhara ya ulimi. Mumepigwa na madhara ya ulimi. Psalms chapter number 12 verse number 3. Psalms chapter number 12 verse number 3. Biblia inasema hivi: Mwenyezi Mungu uikomeshe hiyo midomo ya udanganyifu na ndimi hizo zinachochigamba kupindukia. Daudi anasema ya kwamba Bwana ukapate kuniponya kutoka kwa hii kinywa ambacho ni midomo ya kuchigamba. Kwa hivyo Daudi alifahamu ya kwamba kila neno linalonenwa kwa maisha yake litafanya kazi. Ndiposa anasema ya kwamba ukapate kunitenga na kunilinda kutoka kwa hizo midomo. So brothers and sisters, ningependa nikwambie katika ibada hii ya kwamba wakati ambapo unapoomba ni vizuri unaomba na kujitenganisha na kila neno linaweza kuwa limenenwa kwa maisha yako. Unakataa kila neno negative in your life, katika maisha yako, katika ndoa yako, katika watoto wako, because haujui watoto wako wanapokwenda wanakutana na kina nani. Haujui ndoa yako inanenwa kwa maneno aina gani. Haujui huduma wako unanenwa kwa maneno aina gani. Kwa hivyo ni vyema uelewe ya kwamba kila wakati unapoomba unajitenganisha na maneno ambao ni ya kukupiga. Unajitenganisha na maneno ambao ni kinyume na maisha yako. Unajitenganisha na maneno. Niko naangalia mtu wa Mungu ambaye ni gavana wa Murang'a, Kang'ete. Nilikuwa nakumbuka wakati yule ambaye alikuwa anafanya campaign, huyo
mtu ako na hekima nyingine ambao si ya kawaida. Wakati ambapo nilimsikia alikuwa anaulizwa swali kuhusu kama wanapelekanaje na Ichung'wa. Yeye anasema that's my friend. Hataki kusema maneno yaliyo kinyume. Hataki kusema neno ambalo litakaroumiza mtu. Basi kuna watu ambao hawana hiyo hekima, wananena chochote kile. Basi watakaponena wataweka hayo maneno yataingia kwenye anga. Kama kuna mmoja nilikuwa naona, sijui kama ni ukweli ama ni uongo, maana hata mimi niliona kwa mtandao. Anasema ya kwamba kama wewe sio Mkikuyu na uame. Sasa swali ni Kikuyu wewe ndio ulisaliwa na mzungu. Si hata wewe uko Kenya. Unajua wanasiasa sometimes sijui kama nyinyi mko wa Kenya ama mliokotwa wapi. Kwa sababu unaposema kabila fulani yame, haukusaliwa ukituma barua ama ukatuma ujumbe ukasema mimi nisaliwe kwa Wacharuo ama nisaliwe kwa Wameru ama nisaliwe kwa Wakisii. Ulijikuta hapo na labda unalingana hapo na labda wewe ulisaliwa na Mcharuo na unajifanya wewe ni Mkikuyu. Labda ulisaliwa na Mkisii na unajifanya wewe ni Mkamba na ujui mama yako ndiye anajua ulitoka wapi. Lakini unaposema ya kwamba kabila fulani itoke, basi uelewe ya kwamba hilo ni neno ambalo ni negative na litasaa kwenye anga. I don't know, sijui kama wanasiasa mnatumianga nini. Mnakumbuka 2007 Kenya kilifanyika nyinyi? Ama kwa sababu hakuna mke wenu walikufa, hakuna waume zenu walikufa, hakuna watoto wenu walikufa, sasa mnaesongea vile mnajisikia. Ni kama hii nchi ni yenu. Kwani nchi mlizaliwa peke yenu? Wanasiasa, chunga maneno mnayoyazungumza. Tunaelekea kipindi ambacho si kizuri. Kipindi kile ambacho tunachokielekea sio kizuri. Ni kipindi ambacho ni hatari sana. Maana tunaelekea election. Na basi angalia maneno mnayoyazungumza. Maandiko yanasema ya kwamba Bwana ukanitenge kutoka kwa kinywa cha waovu. Kulikuwa na waovu ambao walikuwa wananena maneno ambao ni maneno ya kuwadhuru watu. Basi ndipo nimekuja kusema siku ya leo ya kwamba kila maneno ambayo yananeno kwako ni lazima yakabadilishwe katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Hebu tuende pale katika kitabu kile cha Psalms 34 verse number 3. Psalms chapter number 34 and verse number 33. Verse number 3 samani. 34 verse 3. Alafu turuka hapo tuende baka bale verse number 13. Tusome kwanza verse 3. Verse 3 inasema, mtukuzeni Mwenyezi Mungu pamoja nami. Zote pamoja tulisifu jina lake. Daudi anazungumza hayo maneno. Tuende verse number 13. Mahali kinijango kiko. 13 inasema, basi acha kusema mabaya na kuepa kusema uongo. Wacha kusema mabaya na kuepa kusema uongo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa, nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba kuna maneno ambayo yananenwa. Na ndio maana maandiko yanatuelekesha hapa ya kwamba basi tukaweze kuepa kunena maneno ya uongo. Bwana asifiwe sana. Tukapate kunena maneno ambayo ni mazuri. Narudia hapo verse number 13. Verse number 13 inasema hivi, basi acha kusema mabaya. Wacha kusema mabaya. Na ndio nasikia ninakemea wanasiasa kwa yale maneno ambao wanasema mabaya. Baadhi yao wengine wanaenda wakizunguka wakisema tutachasa. Hizo kura sijui mnasiweka wapi za kuchasa? Na kwa nini mnataka kumchasia? Si ajipiganie. Nyinyi mumeweka wapi hapo mnaenda kuchasa? Mumesiweka wapi? Furaha yenu ni kuona watu wakikufa, nyinyi mtawale. Ni kama mtakufa mpepo na hizo magari zenu msiko nazo ama hizo mali zenu mtazikwa nazo. Mtasiacha hapa duniani tu na watu watapigania. Hao mandugu zako hapo watapigania na madada zako hapo. Usifikirie ati utaenda nazo. Uko tayari kuua watu ili wao utawale.
God will come one day and you will pay the cost. I'm speaking as a prophet of God. Wacha kunena mabaya. Jizuie kuongea maneno ambayo ni maneno mabaya. Maneno ambayo ni ya uongo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Tuende pale katika kitabu kile cha Psalms chapter number 50 verse number 19. I'm talking about mapigo ya ulimi. Mapigo ya ulimi. Verse number 50 verse number 19. Biblia inasema hivi, uko tayari daima kunena mabaya, kazi ya ulimi wako ni kutunga uongo. Uko tayari kunena mabaya, kazi ya ulimi wako ni kutunga mabaya. Basi kuna watu ambao wako tayari kwa kuweza kutunga mabaya, ku-create. Wana create mambo ambayo ni mabaya kwa maisha yako. Na wanapo ya create hauwezi ukayasikia wala ukayajua. Lakini utakuja kuona in action, yale maneno yataanza kufanya kazi. Yale maneno yataanza kuonekana. Yale maneno yatajidirisha katika muonekano wa maisha yako. Kama watu ambao wamepiwa na maneno, basi hayo maneno yanafika mahali ambapo yanafanya kazi. Yanaweza kosa kufanya leo, lakini muda mchache basi yanaweza fanya. Ama yakakosa kufanya wakati huo na yakakaa miaka mingi, kisha yakarudi yakaanza kufanya. Bwana asifiwe sana. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba kuna mapigo ya ulimi. Kuna mapigo ya ulimi. Na mapigo ya ulimi yameaffect maisha ya watu wengi sana. Na watu wengi hawaelewi. Lakini wamepiwa na maneno hayo. Wamepiwa na vinywa viovu. Ndipo maandiko yanasema kwamba uko tayari daima kunena mabaya, kazi ya ulimi wako ni kutunga uongo. Uko tayari. Basi mpendwa, nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba kuna watu ambao wako katika hali ya kuwa tayari katika kunena kinyume na maisha yako. Unapita hivi, anasema huyu, wacha tumuone tu, hakuna mahali anaenda. Na ukweli hakuna mahali unaenda, usipojua jinsi ya kubadilisha hiyo maneno. Wengine anakuambia, anakuangalia, unaanza kuchenga. Anasema wacha tu achenge. Wacha tuone atafika wapi. Unaanza kuchenga. Na kwa sababu amesema kwamba wacha tuone atafika wapi, basi na wewe kwa sababu hujui unaanza kuchenga. Unafika katikati unakwama. Kazi ulikuwa nao unafutwa. Maybe ulikuwa kwa biashara inarudi chini. Kuna mswada ulikuwa unapata, huu mswada unakwama, basi nyumba inabaki kwa lento. Wengine unakuta amekoroka tu silamu na inabaki hapo. Kuna nyumba moja naionanga somewhere. Na hiyo nyumba niliona kitambo sana, kutoka 2014. Ilikuwa imebakia finishing peke yake. Sasa hii tunaongea ni 2026 na haijawahi ikamilika. Unataka kuniambia huyu mtu alikufa? Yuko. Lakini alifungwa na maneno. Mchawi huwa anatumia kinywa. Ananena na vitu. Anachukua kairisi, ananena nako. Na anakuita kwa hiyo kairisi. Ananena maneno kwa hiyo kairisi. Na hiyo maisha yako inakuwa affected. If you are not aware. Let me tell you today. The words have power. Bwana asifiwe sana. Maneno yako na nguvu. Anaita kadoli. Anakaongelesha, anakaambia Jenny, unajua ninakuongelesha, kuja hapa. Na kuanzia leo hii tumbo lako isiwahi pepa mtoto. Na unatafuta mtoto. Unatafuta mtoto mpaka unaona mwanaume, basi huyo ndio ni ng'ombe nyingine hapo. Unaenda unatafuta ng'ombe nyingine. Unatembea unaona huyu si sawa, unasema huyu ni kama umbwa. Unaenda tena unatafuta nyingine. So unakuta utasunguka, lakini kuna mwenye alikuita kwa kadoli na akazungumzia kwa kadoli.
Alinena maneno. Alinena maneno. Roho yako ikaingia kwa hiyo kadori. Na ilipoingia kwa hiyo kadori, basi maisha yako yakaanzia kuharibikia hapo. Kuna watu mnanitazama siku ya leo na mmepiwa na maneno, mmepiwa na nguvu za ulimi. Hello people of God. Na kukuambia siku ya leo ya kwamba upigane na maneno yanayopigana na maisha yako. Upigane na kila aina yote ya neno iliyo kinyume na maisha yako. Bwana asifiwe sana. In the book of Psalms, chapter number 52, verse number 4. Psalms 52 and verse number 4. Psalms kwa Waswahili kule kwetu Mombasani basi ni Zaburi 52 mstari ule ni wa 4. Biblia inasema hivi: iwe mdanganyifu mkuu, wapenda mambo ya kuangamiza wengine. Wewe mdanganyifu mkuu, wapenda kuangamiza wengine. Basi kuna watu ambao wanapenda kuangamiza wengine kwa maneno yao. Wanapenda kuangamiza watu wengine kwa vinywa vyao. Mtu anakuangalia umevaa vizuri, anasema hiyo hata wainunua nguo nyingine, afaa hiyo ya mwisho. Unajaribu kutafuta ununue nguo nyingine. Unashindwa, kwani ni nini ilifanyika? Kumbe kuna watu walinena wakasema hiyo ni ya mwisho kufaa kwako. Wengine anakuangalia anasema hiyo chakula amekula itakuwa ya mwisho. Na ukweli kutoka hapo unaanza kutafuta kazi. Unatafuta chakula. Unatafuta mpaka unashindwa. Kwani kazi iliisha duniani? Kazi ziko. Lakini kuna maneno yanatawala kwa anga yako. Kuna watu ambao wamekutawala. Na ndio maana Mungu anaambia Joshua ya kwamba nenda kule unakokwenda, mahali ambapo nilikuwa nimeelekesha Musa, atapeleka watu wangu. Basi nenda pale na hakuna mtu ambaye atakayesimama mbele yako kama chinzi ambapo hakuna mtu alisimama mbele ya Musa. Kwa hivyo alikuwa anajaribu kumwambia ya kwamba hakuna neno ambalo litakalo simama mbele ya Joshua kama vile Musa hakuna neno lililosimama mbele yake. Kuna watu ambao maneno yamesimama kwenye anga yenu. Unajaribu kupita lakini unashindikana. Unajaribu kupita lakini inakuwa vigumu kwa sababu ya kwamba kuna maneno ambayo yanatawala kwa anga. Kuna watu ambao wamesimama kwa njia zako katika ulimwengu wa kiroho. Sasa unajaribu kupenya unakuta upenyi. Wengine hata unajaribu kuomba, unasikia kabisa umechoka kuomba lakini hakuna result ambayo inatokea because there is some people ambao wamesimama kwenye anga. Na ndio maana hapo verse number 4 inasema ya kwamba uwe mdanganyifu mkuu, wapenda mambo ya kuangamiza wengine. Kuangamiza wengine. Wapenda kuangamiza wengine. Basi my brother and my sister, nimekuja nikwambia ya kwamba kuna watu ambao wako tayari kwa kuangamisha wengine. Na wanaweza kosa kutumia kisu, wanaweza kosa kutumia bunduki, lakini kwa sababu kuna nguvu katika kinywa, basi anatumia hiyo kinywa. Unajua kunena kinywa afunge maisha yako, hakuna police station utampeleka. Utampeleka polisi gani? Hiyo inafunga watu wasinene. Hakuna. Na hata ukimpeleka hiyo police station usema alikutuzi, atafungwa kwa kutuzi. Lakini bado ile neno alichaondolewa kwenye anga. Bado litakutesa tu akiwa prison. Bado litakutesa tu akiwa amefungwa. Bado atakutesa tu kwa sababu lile neno tayari hasa kwisha kuliachilia. Basi limekuja kwenye anga yako. Wengine unakuta kwamba hilo neno linakudhuru mpaka kwa watoto wako. Hilo neno linaweza kuta linadhuru mpaka hata kizazi chako cha 4. Haleluya. Maneno, mapigo ya ulimi. Kuna watu mmepigwa na mapigo ya ulimi. Psalms chapter number 64 verse 3. Psalms 64
verse number 3. Wananoa ndimi zao kama upanga, wanafuyatua maneno ya ukatili kama mishale. Kama mishale. Wanajiandaa na maneno hiyo. Na wanapoachilia wanaachilia kama mshale. Na wewe hujui, hakuna mshale ambao mtu anakuchanga mpaka mahali huko, halafu anakudunga hivi. Hakuna kitu kama hiyo. Bale kwetu mimi nimezaliwa, tunatoka kwa mpaka. Na kuna kuanga na vita wakati mwingine, ile nyakati za Moi, kulikuwa na vita za ukabila sana. So kulikuwa kunatumika misale. Kuna misale ilikuwa inakuja, nyumba ikipigwa inawaka moto. Haikuwa inaletwa mpaka hapo kwa nyumba ati inadungwa hapo. Msale unaachiliwangwa. The same maneno huwa yanaachiliwa kwenye anga. Wanaachilia wakati wao umelala usingizi. Wanasema akwame. Wanasema hata inuka. Wanasema hata jifungua. Kuna watu wanajaribu, unakuta mtu ako na ujauzito na inafika siku ya kujifungua lakini inashindikana. Basi kuna maneno ambayo yanatawala anga hiyo. Wengine unakuta anatafuta mtoto na anakosa. Na si tasa, lakini kuna maneno ambayo yamefunga anga yake. Yamefunga anga yake. Hata akijaribu anakuta kwamba hawezi, mpaka watu wamemuita tasa na yeye si tasa, lakini maneno ilimfunga. Watu wa Mungu, kuna maneno ambayo unafahamu ya kwamba yalifunga anga yako. Na kama hujafahamu, basi jiite kwa mkutano, uangalie uone, je, maisha yangu vile yanavyokaa, hivyo ndivyo Mungu alivyokusudia yakue? Na kama hayako vile yanapaswa kuwa, basi ujiite kwa mkutano, ujiulize ni nini kilichoendelea. Utafute jinsi ya kusaidika, utafute jinsi ya kuelewa. Na utaelewa basipo kutafuta nabii. Tafuta nabii ili akuelekeshe. Ili akuelekesha, akwambie hapa ndipo ninaona shida yako. Na hii shida yako ilitokana na hapa. Na hivi ndivyo unaweza kusaidika. Siku moja jana, hata si siku nyingine, jana tu, mwanaume mmoja akanipigia simu. Unajua ni vigumu sana mwanaume kutafuta simu, kupigia pastor kumuuliza habari ya ndoa yake iende vizuri. Hiyo ni kazi ya wamama. Ndio wanatafutanga ndoa ikae. Mwanaume anainuanga mikono anasema hata wanawake ni wengi. Yaani ile kujidanganya tu. Wanawake si wengi, ni kujidanganya na sensa ya Kenya. Sasa kaniambia, mtumishi, nimepewa namba yako na ningependa tu unisaidie hapa. Nikamuuliza ni nini? Kaniambia hivi na hivi. Nikamwambia hata shida hakuna hapo. Shida inatoka na huko. Nikamwambia mpe simu niongee na yeye. Nikamuuliza, wewe hiyo mambo iko hivyo na hivi na hivi na hivi? Akaniambia ni hivyo. Lakini kama hawezi akatafuta nabii, nabii hawezi akajireta. Unajua kuna watu wengine, siku nyingine alikuwa ananiuliza, kwa sababu wewe unaponyanga watu, kwa nini uendange hospitali uponye? Hiyo si kazi yangu. Huyo mtu anaenda hospitali, imani yake iko hospitali. Atipiwe huko, apone huko. Na mwenye anaamini kuenda kwa Mungu atapona hapo, naye aenda hapo. Sisi tuzunguke kwa hospitali, ati tunatafuta wagonjwa. Kwani tuna kazi ya kufanya? Hakuna. Ni wapi uliona Yesu akienda kwa hospitali akitafuta mgonjwa? Yesu alienda kwa hospitali gani? Uniambie. Yesu alienda hospitali gani? Ati sasa anatafuta wagonjwa hapo, anawaekelea mikono, pona. Yesu alikuwa anaenda na wakuta kwa birika, wanangojea hapo. Wanangojea Mungu hapo, hawaponyi. Bwana asifiwe sana. Yes. Kwa hivyo na sisi si kusurura tu hapo kwenda hospitali ati tunatafuta watu, ati mko wapi tuwaombe. Mimi siwezi fanya hiyo kazi. Huyo anaamini huko. Kuna magonjwa ya hospitali na kuna magonjwa ya kimapepo. Hiyo ni kitu mnafaa muelewe. Yale ya hospitali yatipiwe na daktari. Yale si ya hospitali yatipiwe na Mungu. Na ndio naona hata daktari anakuambia tunatibu, nani anaponya? Yanasemanga ni Mungu. Wao kazi yao ni kutibu. Kwa hiyo hata mimi kazi yangu ni kuwekelea mikono. Hiyo ingine ni ya Mungu. Haleluya. Maneno yamepiga watu.
Kuna maisha ambayo unakaa unaangalia unajihurumia. Kuna mtu mmoja nilikuwa naye mwaka wa 2014 mpaka 12 hapo 13 tukakuja mpaka 14. Nilimkuta juzi nikamhurumia. Vile nilimbomwacha hivyo ndivyo alivyo mpaka leo. Baada hajaoga anakaa hivyo. Hajawahi tafuta mwanamke, anakaa hivyo. Amevaa, yani nilimwangalia nikajiuliza what happened? Lakini ni maneno yalifunga mtu. Bwana asifiwe sana. Mpendo, nataka nikwambie unapoenda kumalizia ibada hii kwa sababu ya pale kwa studio, kwa sababu ya stima. Basi nataka nikwambie hivi ya kwamba kila neno ambalo limenena kwa maisha yako ni vyema ukapate kuondoa maneno hayo.